Zaidi ya watu 50 wahofiwa kufa maji baada ya boti waliokuwa wakisafiria kushika moto na kuzama kwenye mto Kongo karibu na mji wa Mbandaka kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Mpatanishi mpya wa mzozo wa DRC ambaye pia ni rais wa Togo, Faule Gasibie, azuru Kinshasa kuona njia bora ya upatanishi wa mzozo unaoendelea nchini humo. Na katika michezo, serikali kuwezesha kiasi cha fedha kwa ajili ya ukarabati na uwezeshaji wa mashindano ya mpira wa miguu AFCON kwa mwaka 2027. Mtazamaji hujambo na habari za wakati huu, nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo, ambapo utakuwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuwa na winga Teleza Witness Ngalao ambaye atakuja kukupasha katika upande wa michezo na burudani. Endelea kutufuatilia katika peji zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital, subscribe, share bila kusahau na kucomment. Habari kubwa usiku huu leo tunaanza kuangazia huko DRC, ambapo boti ambao yenye kutumia injini iliyokuwa na abiria wapatao 400 imeshika moto na kupinduka kwenye mto Kongo karibu na mji wa Mbandaka kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, na inahofiwa kusababisha vifo vya watu wasiopungua 50. Tupate taarifa kamili na Witness Ngalawa. Kamishna wa mto Kongo Bwana Aloyoko ameliambia shirika moja la habari la kimataifa kwamba ajali hiyo ilitokea ambapo mtu mmoja alipokuwa akijaribu kupika kwenye boti hilo. Abiria kadhaa pamoja na watoto na wanawake wamefariki dunia baada ya kuruka ndani ya maji bila kuwa na uwezo wa kuogelea. Takribani waathirika 100 wamepelekwa kwenye makazi ya muda katika ukumbi wa mji wa Mbandaka, wengi wao wakiwa na majeraha ya moto sehemu mbalimbali mwilini. Itakumbukwa mnamo mwezi Disemba watu wasiopungua 38 walifariki dunia baada ya kivuko kilichobeba zaidi ya watu 400 wanaosafiri kwa ajili ya Krismasi kupinduka kwenye mto kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Witness Ngalawa, Channel 10+. Wananchi wa halmashauri ya wilaya Songea mkoani Ruvuma wamejitokeza kwa wingi kufanyia uchunguzi wa awali kwa wagonjwa wa saratani kupitia huduma za mkoba Samia Suluhu Hassan ambazo zinatolewa bure kutoka kwa madaktari bingwa wa taasisi ya saratani Ocean Road, ambao wameweka kambi ya siku 7 katika hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Joseph Paramiho. Ditanyoni kutoka Ruvuma ana taarifa zaidi. Awali wakishukuru serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kuwaletea madaktari bingwa 10 wabobezi wa magonjwa ya saratani, baadhi ya wananchi waliojitokeza kufanyiwa uchunguzi na baadaye kupatiwa matibabu wamesema zoezi liwe endelevu ili kuwapunguzia gharama za kutembea umbali mrefu kufuata huduma hizo. Matatizo haya ya saratani yanasumbua Watanzania wengi, hasa sisi ambaye tuna umri mkubwa halafu tunashindwa kumudu hizi gharama. Sasa hapa kwetu ndio mara ya kwanza tunapata huduma hii. Sasa tungependekeza kwamba huduma hii ingeenea mpaka kwenye vituo vya afya ili watu wengi waweze kujinusuru maisha yao. Kwa upande wa meneja wa huduma za kinga ya saratani Dr. Magua Stefan na Dr. Crispin Kahesa wamesema lengo la kampeni hiyo ni kugundua hatua ya awali ya saratani ambayo inatibiwa na kupatiwa elimu ya uelewa juu ya chanzo cha magonjwa haya. Kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi, matiti, pamoja na tezi dume, pamoja na saratani zingine kwa wananchi ambao watajitokeza. Ila tutatoa takwimu zetu kwenye kipindi cha mjumuisho, tuone wangapi tumewafikia, wangapi tumewagundua na wangapi wamepata huduma muendelezo. Akiongoza jopo la wabobezi wa magonjwa ya saratani, mkurugenzi mtendaji wa Ocean Roads Dr. Julius Mwaiselege amesema haya ni maagizo na maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha vifo vinavyotokana na saratani vinapungua. Lakini katika miaka hii 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan ya awamu yake, mambo yaliyofanyika pale ni makubwa pengine kuliko mambo yaliyofanyika huko nyuma kote. Unaweza kuimagine. Ameweza kutuongezea budget, ameinject more than 40 billion kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya matibabu ya wagonjwa wa saratani. Kama serikali ilivyolenga na taasisi yako ilivyolenga,
Tunaahidi pia tutatoa ushirikiano wa kutosha sana katika hizi siku 7 utakazokuwepo katika mkoa wetu wa Ruvuma ili kuhakikisha hii huduma inawafikia kila mwananchi mwenye uhitaji wa hilo. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Kundi la wanamgambo wa Hamas limeshutumu Israel kwa kujaribu kuwaua kwa njaa watu wa ukanda wa Gaza baada ya Israel kutangaza upya kuendelea kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia katika ardhi hiyo ya Palestina. Wapalestina wa Gaza wakiwa wanawania fursa ya kupata chakula kutokana na upungufu uliochochewa na zuio la kuingizwa misaada ya kiutu. Mwandishi wetu Haji Bwegege ana taarifa zaidi. Kundi la Hamas kwenye taarifa yake limesema hatua ya Israeli kuanza tena kuzuia misaada kuingia ukanda wa Gaza inadhihirisha wazi ya kwamba taifa hilo linafanya uhalifu wa kivita ambao ni pamoja na kutumia njaa kama silaha ya kuzuia bidhaa muhimu kama dawa, maji na mafuta kuwafikia watu wasio na hatia kwa wiki ya 7 mfululizo. Israel ilitangaza kuendeleza hatua hiyo iliyodumu kwa wiki kadhaa sasa. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema jana siku ya Jumatano kwamba zuio hilo ni mojawapo ya mbinu na shinikizo dhidi ya Hamas ambao Israel inawashutumu kwa kuichukua misaada hiyo baada ya kuwafikia walengwa ambao wenye mahitaji thabiti. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayojishughulisha na misaada ya kiutu OCHA, karibu watu wote wa Gaza kwa sasa wanategemea chakula kinachoandaliwa kwenye majiko ya umma yanayosaidiwa na mashirika ya misaada. Namna nyingine ya kupata chakula kwenye eneo hilo ni kutoka kwenye masoko, lakini ni bahati mbaya kwamba watu hao hawawezi kununua sababu ya ongezeko kubwa la bei, huku bado wakishuhudiwa na upungufu mkubwa. Hii inamaanisha kwamba misaada ya kiutu ndiyo njia pekee kubwa ya kuwezesha upatikanaji wa vyakula kwa ajili ya 80% ya watu wa Gaza, na kulingana na mpango wa chakula ulimwenguni WFP kwenye ripoti yake ya mwezi Aprili kuhusu masoko ya Gaza. Nikiripoti Channel 10 Plus, mimi ni Haji Bwegege. Mtazamaji, rais wa Togo Faure Sangbe ambaye ni mpatanishi mpya wa mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda anazuru Kinshasa ikiwa ni ziara ya kwanza baada ya kuteuliwa katika nafasi hiyo. Ziara yake inakuja baada ya kutangazwa kuwa mpatanishi mpya na mtangulizi wake rais wa Angola Joao Lourenco ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Baada ya kumkabidhi kijiti, Lourenco ambaye amekuwa mpatanishi tangu mwaka 2022 amemwondoa Brigadia Daniel Raimundo Sabihemba ambaye amekuwa akiongoza kamati maalum kusimamia mchakato wa Luanda kujaribu kusaidia kuleta amani mashariki mwa DRC. Licha kupewa jukumu la kuwa mpatanishi, Umoja wa Afrika haujaweka majukumu yake baada ya jitihada za kidiplomasia za mpatanishi aliyetangulia kutoza matunda. Kabla kwenda Kinshasa, rais huyo wa Togo amekutana na rais Lourenco jijini Luanda, huku wachambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia wanasema rais huyo anakuja kwenye mzozo huu akiwa hana upande kwa sababu Togo sio mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki au SADC, na huenda umbali wa nchi yake na DRC na Rwanda ikaleta manufaa makubwa kwenye mzozo huo. Mgodi wa Barrick North Mara umetoa mifuko ya saruji zaidi ya 200 kwa waathirika wa maafa ya mvua na upepo iliyotokea usiku wa kuamkia Machi 24 katika manispaa ya Musoma mkoani Mara na kusababisha kaya 319 kukosa makazi. Musoma Kali na ripoti kutoka Mara. Kufuatia tukio la maafa lililopelekea kaya takriban 319 usiku wa kuamkia Machi 24 hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara kukosa makazi, na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa kiasi cha shilingi milioni 100 na serikali ya mkoa kuchukua hatua ya kuanza kuwajengea nyumba ya baadhi ya waathirika, na mgodi wa Barrick North Mara nao wanakabidhi mifuko zaidi ya 200 ili kusaidia katika zoezi hili. Changamoto ambayo ilitokea iliwapata wananchi wenzetu hapa Musoma kutokana na ule upepo mkali ambao ulitokea, ilisababisha kwamba nyumba ziliazuliwa na walipata madhira tofauti. Fedha taslim shilingi milioni 45,240,000. Kwa hiyo hapa tuna tani 10 za cement ambayo ni mifuko 200 iko hapo ndani, lakini pia kutakuwa na magodoro 20 ambayo pia natoka mgodini yatafika hapa kwa ajili ya kushika mkono na kutoa pole kwa wale ambao wamekumbwa na hiyo changamoto ambayo ilitokea. Kuambia watu waliopatwa na maafa wasione kama ni moja ya sehemu ya shida hiyo,
Hizo ni shida ambazo zinaingia kwa watu tofauti tofauti. Tupende kuwapa pole, lakini pia tunaendelea kuambia kwamba tuko nao. Janga hili la nyumba kuezuliwa na upepo na zimamoto na uokoaji wameingia kazini kuhakikisha wanatoa elimu kwa wananchi ili kuweza kukabiliana na majanga yanapotokea. Endelea na utoaji wa elimu maeneo yale ambayo tunasema kwamba yako katika sehemu za bonde, kuwashauri wananchi wengi kuhama maeneo hatarishi kwenda maeneo salama. Serikali mkoani Mara kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha inatoa agizo kwa wananchi walioko mabondeni kuondoka mara moja. Kuwasihi ndugu zangu hawa, hebu tutoke huko. Tusisubiri paka tukumbwe na madhila mabaya alafu ndo tuanze kulia. Tutoke kwenye maeneo ambayo ni hatarishi. Hitaji mkubwa na wengine walikuwa wanakata tamaa. Sasa katika hali hiyo serikali tuliingia na nyie wadau wetu mmeingia. Asante sana, niwashukuru sana. Ya madhara yalivyokuwa kiwango cha madhara kilitofautiana kwa kila mtu kama ulivyobainisha. Kwa hiyo bado kuna wananchi ambao bado wana uhitaji. Musa Makari, Channel 10, Mara. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi zote za kidini na kijamii katika nyanja za utoaji wa huduma, elimu, afya na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa kuwa zinatatua changamoto za kijamii na kuchochea maendeleo. Taarifa zaidi na Ahmad Mbando anatueleza. Balozi Dr. Pindi ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 33 wa baraza la wafanyakazi wa wizara hiyo, ambapo amesisitiza kuwa matumizi ya teknolojia hizo za kisasa yatasaidia kupunguza matukio ya jangili nchini pamoja na kuokoa maisha ya askari wa wanyamapori. Rangers wetu wanapoenda kukabiliana na majangili, wakati mwingine tunapeleka Rangers 5, majangili wanakuwa wana vifaa, organized crime. Kwa hiyo Rangers wetu wanaumizwa. Kwa hiyo wakati umefika wa kulinda kwa kutumia teknolojia. Tuwe na drones, tuwe na CCTV camera kiasi kwamba wanapoingia katika pori, game controlled area, wanapoingia katika reserve, katika national park, unakuwa unamuona kwenye kompyuta. Pia ameelekeza watendaji wa wizara hiyo akiongozwa na katibu mkuu kuandaa taarifa ya uchambuzi wa kina kuhusu athari za wanyamapori wakali na wasumbufu ambao wamekuwa wakivamia maeneo ya wananchi ili kuwa na mpango wa kuwakabili. Tunafanya nini kukabiliana na kuwalinda Watanzania? Pamoja na hili nimesema na nitasema, ajenda ya wanyama wakali wanapotoka inapaswa kuwa ni ajenda ya serikali ya vijiji vyetu. Inapaswa kuwa ni ajenda za halmashauri zetu. Hatusemi wao wakafukuze wanyama. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Kamishna wa Polisi CP Benedict Wakuliamba, akitoa taarifa ya ajenda zitakazojadiliwa na mkutano huo, ameeleza masuala mbalimbali ya kiutumishi yaliyoshughulikiwa na wizara kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, jumla ya watumishi 110 pia wamepandishwa vyeo. Aidha, watumishi 58 wamekasimishwa kupandishwa vyeo hadi kufikia Juni 2025. Hakuna malalamiko. Miongoni mwa mafanikio ya sekta ya maliasili na utalii yaliyoainishwa kwenye mkutano huo ni ongezeko la mapato ya sekta hadi dola bilioni 3.9 na mchango wa fedha za kigeni kwa 30.9%, ambayo yameifanya wizara kuwa namba 1 kwa kuliingizia taifa fedha hizo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Channel 10 Plus na hii ni taarifa ya habari. Tukiwa bado tunaendelea, tuangazie huko Iran, ambapo Iran imethibitisha kuwa awamu ya pili ya mazungumzo ya Marekani kuhusu mradi wake wa nyuklia itafanyika mwishoni mwa juma hili mjini Roma. Tangazo hilo kuhusu kufanyika kwa mazungumzo yajayo mjini Roma, Italia, imetolewa na televisheni ya taifa ya Iran jana jioni, huku Oman iliyokuwa mwenyeji wa mkutano wa mwanzo itaendelea kuwa msuluhishi katika mazungumzo hayo awamu ya pili siku ya Jumamosi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu anafafanua zaidi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Oman ndiye alikuwa akiunga mashauriano ya awali kati ya Washington na Teherani mjini Muscat juma lililopita. Hadi Jumanne wiki hii Iran ilikuwa imesisitiza itarejea tena Oman kwa mazungumzo ya duru ya pili, licha ya maafisa wanaosimamia mazungumzo hayo kutangaza siku ya Jumatatu kuwa
Roma ndio itakuwa eneo la mazungumzo yanayofuata. Hata hivyo, maafisa wa Marekani hawajasema hadharani hadi sasa mahali mazungumzo yajayo yatakofanyika, lakini Rais Donald Trump alizungumza kwa njia ya simu na Mfalme Haitham bin Tarik wa Oman siku ya Jumanne. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema haki ya Irani kurutubisha madini hayo haiwezi kuwa sehemu ya majadiliano. Alikuwa akijibu matamshi ya mwakilishi mkuu wa Marekani kwenye mazungumzo kati ya pande hizo mbili, Steve Witkoff, aliyesema watawala mjini Tehran ni sharti wasitishe na kuacha kabisa urutubishaji madini ya urani ili kufikia mkataba na Washington. Pande hizo mbili zinajaribu kutafuta mkataba utakaopunguza uhasama uliochochewa na mradi wa nyuklia wa Irani ambao Marekani inashuku unaweza kutumiwa na nchi hiyo kuunda silaha za nyuklia. Hivi karibuni Rais Donald Trump wa Marekani alitishia kuishambulia Irani ikiwa itaweka vizingiti vya kupatikana mkataba wa kuukongoa mradi wake wa nyuklia. Tehran ilijibu kwa kumwonya Trump kwamba vitisho na ubabe haviwezi kuitikisa dola hiyo ya Uajemi. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Plus. Zaidi ya wachimbaji wadogo wa madini wanaokadiriwa kufika 700 kutoka umoja wa vikundi vya wachimbaji madini UVIWAMA katika mgodi wa Ntaka Hill uliopo kijiji cha Nditi wilayani Nachingwea mkoani Lindi wameiomba serikali kuharakisha mchakato wa upatikanaji wa leseni sambamba na kuboresha mazingira ya uchimbaji yatakayoruhusu shughuli za uzalishaji baada ya mgodi huo kufungwa kwa takriban wiki 3 sasa. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza na waandishi wa habari, wachimbaji hao wamesema tangu kufungwa kwa mgodi huo hali ya maisha imebadilika, kwani mgodi huo ndio uliokuwa tegemeo lao kubwa katika kuendesha maisha yao. Wamesema uwekezaji wa miaka 5 kwenye mgodi huo wenye madini ya dhahabu, shaba na nikel uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 30 kupitia ufadhili na mikopo ni mkubwa mno, hivyo kaiomba wizara kuruhusu shughuli za uzalishaji wakati wakisubiri mchakato wa leseni na mambo mengine ili waweze kujikwamua kiuchumi, lakini pia kuongeza mapato ya halmashauri. Hata kama hapana leseni, pasichukue muda mrefu kujadiliana na sisi kuturuhusu kuendelea na kazi wakati mchakato wa leseni unaendelea, kwa sababu kama patachukua muda mrefu then ile nia njema ya kusimamisha itaondoka, kwa sababu tutakuwa na madhara makubwa. Chukua uwekezaji wa miaka 5 wote sio chini ya bilioni 30 kupitia sisi wenyewe na kupitia wafadhili wengine. Wana mikopo ya maskaveta, wengine mabrudoza. Sasa pamefungwa hapa tulipo, tumechanganyikiwa, hatuna tunalolijua na hatujui hatima yetu hadi leo. Kwa hiyo tunamuomba sana mama yetu atufikirie. Ukiangalia huku kwetu kilimo hakuna, tunategemea tu mgodi. Pale kuna kundi la watu liko lingi sana. Sasa hivi kila kitu kimesimama. Sisi kama wachimbaji wadogo tulisimamishwa pale Nditi kwa ajili ya kuchimba, kutokana na uchimbaji tuliokuwa tunautumia, alafu kuna watu walikuwa wanachimba zaidi tofauti na sisi wachimbaji wadogo. Kwa hiyo sisi kipato chetu ikawa kimejifinya sana. Kwa hiyo serikali kama serikali ikaangalia na kuona huruma wachimbaji wadogo wanazidi kurudi nyuma baada ya kupanda juu. Akijibu maombi ya wachimbaji hao ndani ya kikao kilichomkutanisha na wadau wa madini, mkuu wa wilaya Nachingwea Mohamed Moya amewataka kuwa na subira wakati serikali ikiendelea kuweka mazingira mazuri ya kiusalama katika mgodi huo. Serikali inatambua jambo lenu ili shughuli pale ziendelee kufanyika, zirudi kama zamani, hii kwa utaratibu ambao unaandaliwa sasa hivi. Tuwe na subira, wakati wowote maelekezo yatatoka jinsi gani uchimbaji utafanyika pale. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa wilaya amewaomba wadau wa madini kuhakikisha wanachangamkia fursa za uwepo wa madini wilayani humo, huku akiwaasa kushiriki katika maonesho ya wiki ya madini yanayotaraji kufanyika Juni mwaka huu. Tutakuwa na semina ambazo zitaelezea fursa za uwekezaji na matumizi ya teknolojia kwenye sekta ya madini. Haya maonyesho ni wadau wote, hata kama mtu yuko China, yuko Marekani, yuko Japan, anakaribishwa. Ahmad Nandonde, Channel 10, Nachingwea. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Cambodia, ambapo kitakuwa kituo cha mwisho cha ziara yake ya kuyatembelea mataifa matatu ya kusini mashariki mwa Asia. Tupate taarifa kamili na Esther Mtebe. Akizungumza na vyombo vya habari nchini humo, Xi Jinping ameiomba nchi hiyo kushirikiana na China
kupambana dhidi ya mfumo unaotegemea nguvu za taifa moja duniani, siasa za mabavu na mivutano isiyo na tija. Amesema nchi hizo mbili ni lazima zikatae sera za kufunga milango na badala yake zipigie debe kuendeleza ushirikiano katika ngazi ya kimataifa. Cambodia iliyo msafirishaji mkubwa wa nguo kwenda Marekani iliwekewa ushuru wa 49% na utawala wa Donald Trump ambao umesitishwa kwa muda hadi mwezi Julai. Viongozi wa nchi hiyo wanatumai ziara ya Xi Jinping itasaidia kupatikana msaada zaidi wa kifedha ikiwemo miundombinu. Esther Mtebe, Channel 10+. Mkuu wa wilaya Monduli Festus Kiswaga amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa katika kuwekeza kwenye sekta za nishati, barabara na viwanda, hatua inayochochea ukuaji wa uchumi na kuongeza fursa za ajira kwa vijana nchini. Jamila Omar kutoka Monduli Arusha anatupa undani wa taarifa hii. Akizungumza katika hafla ya kufunga mafunzo ya awali ya kijeshi kwa vijana wa operesheni miaka 60 ya Muungano katika kikosi cha jeshi 839 Makuyuni, Kiswaga amewataka vijana kutumia mafunzo yaliyoyapata kama nyenzo ya kujiajiri na kuchangia maendeleo ya taifa. Hakuna maendeleo ambayo yatapatikana kama wewe huchangii katika maendeleo hayo. Unataka maendeleo yapatikane akiwa anafanya kazi nani? Kamanda hapa amezungumza kwamba yani hauwezekani ukasema kwamba serikali ifanye, lazima wewe ufanye kwanza ili kusudi serikali ije nyuma. Kwa hiyo kwanza ni wewe ufanye ili upate kipato. Wakati unapata kipato kutokana na kuzalisha, maana yake ndio wakati huo ambao pia taifa lako. Mafunzo hayo ya miezi mitatu yamewaweka tayari kwa safari nyingine ya miezi 20, sio tu kujifunza kulinda taifa, bali pia kulijenga kwa mikono yao wenyewe kupitia kilimo, uzalishaji na uongozi wa kijamii. Tumejifunza shughuli za kilimo, ujasiriamali pamoja na stadi za kazi. Tumejifunza kuwa wamoja katika kushiriki shughuli mbalimbali za maendeleo kwa nchi yetu. Licha ya kuwa tunatoka katika makabila tofauti na dini tofauti tofauti. Kwa upande wake mwakilishi wa mkuu wa majeshi ya ulinzi Brigedia Jenerali Justus Kita amesema vijana wanapaswa kuwa tayari kulitumikia taifa wakati wowote na kutumia maarifa yao kwa tija. Ni vema kila mmoja akajiuliza atalifanyia nini taifa kabla ya kuuliza taifa litamfanyia nini. Wakati huo tukumbuke falsafa ya kazi iendelee. Mafunzo haya ni kuwafundisha vijana kwa mambo makuu matatu. La kwanza, kujifunza uzalendo wa dhati kwa nchi yao. La pili ni kujifunza ulinzi wa nchi yao, na la tatu ni kujifunza shughuli za uzalishaji mali na stadi za kazi. Baba wa taifa aliwahi kusema, maana ya JKT ni taifa kudai huduma ya vijana na vijana kuitikia wito wa kulihudumia taifa kwa kazi yoyote inayohitajika. Jamila Omar, Channel 10, Makuyuni, Monduli, Arusha. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU mkoa wa Iringa imeokoa zaidi ya shilingi milioni 21 fedha za mauzo ya miti ya serikali ya kijiji cha Matanana iliyo mtendaji wa kijiji hicho Meja Kibiki ambaye ni mwalimu katika shule ya msingi Ulole kijijini hapo. Clement Tanga ana taarifa kamili. Swala hili linazua taharuki katika kijiji cha Matanana baada ya mbivu na mbichi kujulikana na watu kujua kiasi cha shilingi milioni 21 mali ya kijiji kilichepushwa ambayo ni sehemu ya mauzo ya miti ya serikali ya kijiji hicho. Mbaya yote, kila wananchi walipohoji hawakupewa majibu. Swala lilipokuja kuwa fedha zile nitakuwa zionekane zifanye kazi, tukaambiwa fedha hazipo. Viongozi tuliokuwa nao wengi hawakuwa na majibu ya maana. Wakati ile miti imeshauzwa, kamati iliyokuwa imeenda kuuza ilikuwa hajarejesha mrejesho serikalini kwamba wamefikia wapi. Tukawa tunahoji kwamba wamefikisha shingapi, majibu yakawa hayatoki. Kwa kutabika tumetabika muda mrefu. Kama unavyoona hili jengo pengine toka mwaka jana ilibidi pengine sherehe nyingi ziwe zinafanyikia hapa ili kupata kuinua uchumi wa kijiji chetu, lakini ndio hivyo ilikuwa inashindikana, lakini kwa sasa tunaamini uchumi wetu kwanza wa kijiji utakuwa.
TAKUKURU mkoa wa Iringa kama ilivyo ada inaingilia kati sakata hili, na hapa inaweka bayana hatua ilizozichukua. Kama taasisi yenu na kama mnavyojua, tuna jukumu la kuchunguza taarifa zote za ubadhirifu au za vitendo vya rushwa. Uchunguzi ulifanyika vizuri na mahakama mwezi Machi 2025 ilimtia hatiani mtuhumiwa na ikatoa maamuzi. Maamuzi ya kwanza alipigwa faini ya shilingi 500,000 na alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja cha nje cha mwaka mmoja, lakini vile vile ilisema kwamba fedha hizo zirejeshwe milioni 21,040 ambazo leo sasa tunashukuru Mungu. Serikali kwa upande wake wilayani Mufindi inatoa tahadhari kwa wananchi kuwa makini na watu wasio waadilifu ambao mara kadhaa wamewaingiza mtegoni. Kwa hiyo ndugu zangu, hili liwe fundisho kwa mambo yetu binafsi, kwa mambo ya kijiji, kwa mambo ya kata. Swala la fedha, imani weka pembeni. Wewe ni muwazini, kusanya fedha, peleka zinapotakiwa kuwa. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Mtazamaji, zikiwa zimebaki siku chache kabla ya kuadhimishwa kwa sikukuu ya Pasaka, baadhi ya wafanyabiashara mkoani Njombe wamelalamikia hali ngumu ya kibiashara, wakitaja mzunguko mdogo wa fedha pamoja na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu za chakula. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe inatueleza. Baadhi ya wafanyabiashara wanaouza bidhaa mbalimbali za vyakula katika soko la wakulima halmashauri ya mji Njombe wanasema hali ya biashara kuelekea Pasaka si ya kuridhisha kutokana na ongezeko kubwa la bei za mazao kutoka mashambani. Hali ya biashara kwa kweli ni ngumu sana. Huko nyuma tunajua kwa vile kama sogea sikukuu labda tutaendelea kupata wateja. Lakini sasa tunaelekea sikukuu. Toka asubuhi tunafika hata kilo moja ya mchele hatujapima wala maharage hatujapima. Kwa hiyo kipindi kile kigumu sana. Tulifikiri kuwa labda serikali yetu tutafutie masoko ya hizi mali zinazopatikana masokoni. Itakuwa inatusaidia sana. Tukipanda bei, tukipanda bei wateja wanakuwa hawasogei. Kwa upande mwingine, baadhi ya wafanyabiashara wa nguo mjini hapa wamesema japo hali ya kiuchumi si nzuri, bado kumekuwa na mwitikio wa wateja wanaofanya maandalizi ya sikukuu ya Pasaka kwa kununua mavazi hasa kwa watoto. Watu wako busy kufanya shopping kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka, wako na watoto, kwa hiyo wanafanya shopping kwa ajili ya nguo za watoto, lakini pia kina mama kama unavyoona wanapita madukani kwa ajili ya kutafuta nguo za sikukuu. Kweli kwa swala la bei wala kutokana na biashara ilivyo hakuna bei kubwa, bei ni zile zile ambazo zipo kila siku. Sio kwamba kutokana na biashara na sikukuu imefika basi tutaongeza bei, hapana. Bei nzuri kutoka Uturuki, Dubai. Wakati wafanyabiashara wakihangaika kukabiliana na mabadiliko ya bei sokoni, wakazi wa Njombe wamekuwa na maoni kuhusu namna bora ya kusherehekea Pasaka, huku wakitoa wito kwa wakazi kuwa makini na matumizi ya fedha katika kipindi hiki sanjari na kuepuka kutapeliwa kupitia mitandao ya simu. Tunatamani sana kila mzazi akae nyumbani na familia yake kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Wimbi la utapeli limekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo nipende kuwatahadharisha Watanzania kwamba ikitokea mtu yoyote anakutafuta kwamba utoe namba zote za siri zinazohusu simu yako, usikubali. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Taasisi ya Dynamic Agriculture Program wameandaa tamasha la maonyesho ya wakulima Mbeya yanayolenga kutoa fursa ya elimu kwa vijana na wakulima wadogo, hususan ni maeneo ya vijijini, ili kuwaletea mabadiliko chanya ikiwemo kuwakwamua kiuchumi. Taarifa zaidi na Ipimako Sapolinari inatueleza zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mratibu wa maonyesho ya wakulima Mbeya Fadhili Allison amesema kwamba zaidi ya watu 25,000 wanatarajiwa kushiriki kwenye maonyesho hayo, huku akibainisha wazi shughuli zitakazofanyika kwenye tamasha hilo. Vijijini kuna makundi mengi ya vijana. Kuna vijana ambao wako kwenye bodaboda, wengine wana shughuli mbalimbali. Lakini tumedevelop questionnaire ambayo inawaselect vijana ambao wana passion na kilimo, ambao wamejaribu kwa namna moja ama nyingine kufanya shughuli mbalimbali za kilimo na ili kuweza kuleta matokeo. Ndio maana tumeleta mkusanyiko wa matukio mbalimbali ambayo wanayapenda, ikiwemo michezo, ikiwemo fursa kuuza, kununua na vitu vingine. Aidha, wadau mbalimbali wameunga mkono kufanyika kwa tamasha hilo, huku wakisema tamasha hilo lina umuhimu mkubwa katika kukuza sekta ya kilimo, hasa katika maeneo ya vijijini, pamoja na kuamsha ari na morali kwa wakulima
kwani imezoeleka kufanyika mjini pekee kwa msimu wa 88. Sisi benki ya Azania tumejipanga vizuri kabisa kuweza kushiriki katika Wakulima Festival. Na nichukue tu nafasi hii kuweza kuwakaribisha wakazi wote wa mkoa wa Mbeya waweze kuja katika Wakulima Festival, lakini pia watakapofika waweze kutembelea banda la maonyesho la benki ya Azania. Tofauti na 88 ambayo inafanyika mkoani huku, wengi wa vijijini hawafiki. Kama TFC tunaunga mkono kitu kama hicho. Kwa hiyo kama East West City tutashiriki kwenye maonyesho hayo ya wakulima almaarufu Wakulima Festival. Maonyesho hayo yamepangwa kufanyika tarehe 25 na 30 Aprili mwaka huu katika kata ya Santiri ya Mbeya vijijini, ambapo zaidi ya vijiji 59 vinatarajiwa kushiriki kwenye maonyesho hayo yanayokwenda kwa jina la Wakulima Festival Mbeya. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na huo ni ule wasaa kwenda kuungana na winga Teleza Witness Ngalawa ambaye atakuja kutupasha hapa katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Baki nasi. Namna hivyo Lulu Ali ananipa kijiti kudunda dunda viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania. Mkiwa nami mwanamchezo wako Witness Ngalawa ama waweza kunita winga Teleza. Na moja kwa moja, wakati mkataba wa miaka 2 kwa klabu ya Sunderland kuhusu uzalishaji wa vifaa vya michezo kwa klabu ya Simba ukiwa unaelekea ukingoni, rasmi Simba imemtangaza mzalishaji mpya wa jezi zao, kampuni ya Jairuti, kuwa ndio mzalishaji na muuzaji mpya wa jezi hizo kwa kipindi cha miaka 5 katika mkataba huo ambao ni mnono wenye thamani ya shilingi bilioni 38.1. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hamisi Mwinjuma, amesema huu ni mradi mzuri na mkubwa unaoinua hadhi ya klabu ya Simba. Si tu unasaidia maendeleo ya klabu, bali pia unaonyesha jinsi ambavyo sekta binafsi inaweza kuchangia kwenye maendeleo ya michezo nchini. Tunafanya vizuri kwa klabu zetu mpaka timu zetu za taifa. Juzi Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi alikuwa anataja nafasi ambazo timu zetu za taifa zimefuzu kwenye michezo inayoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Tumefuzu kwenye mashindano 7 yanayoandaliwa na CAF. Nchi pekee kwenye bara ya Afrika ambazo zimeweza kufuzu kwenye nafasi kama sisi ni Senegal na Morocco. Haya sio mafanikio madogo. Aidha, kwa upande wa mkurugenzi wa kampuni ya Jairoot Investments Joseph Rogasira, ameorodhesha baadhi ya vifaa ambazo Simba itazipata katika kipindi chote cha mkataba huo, akiahidi pia jezi za klabu hiyo zitatengenezwa na kampuni ya nje. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Sisi kama Jairoot Investment tumecomment kwamba tutanunua basi, na si basi tu, basi lile basi linalofahamika kwa jina la Iriza. Timu ya media inajitahidi sana, lakini tukasema tutaenda kujenga production media kubwa ambayo itakuwa na hadhi kama timu nyingine. Tutafanya utaratibu wa kuweza kutengeneza eneo letu la kudumu, na tutajenga ofisi mpya Simba Sports Club kama makao kwa ajili ya ofisi na mambo mengine katika kusaidia youth development, ili kuweza kuuza vipaji vingi vya vijana wetu waweze kuimprove na ikiwezekana waweze kupata nafasi katika timu za juu. Tutatengeneza medical and round room kwa ajili ya wachezaji wetu. Changia fedha taslim takriban shilingi milioni 100 katika kila msimu wa Simba Day. Niwahakikishie Simba Sports Club katika msimu huu mpya unaenda kuanza, jezi ambayo itaenda kuvaa
wataenda kuvaa brandi ya kimataifa. Hauhami katika mpango wetu wa muda mrefu ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba lisilete contradiction yoyote. Hii ni maendeleo ya Simba, kila mmoja atashiriki katika upande wake na tunawakaribisha wengine ambao wako tayari kushirikiana na sisi. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Kuelekea mashindano ya mpira wa miguu ya AFCON 2027, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajia kuwekeza zaidi ya trilioni 1 kwa ajili ya ukarabati na uwezeshaji wa mashindano hayo ambayo yatafanyika kwa ushirikiano wa nchi 3 za Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Taarifa ya mwanamchezo wetu inafafanua. Hayo yameelezwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Grayson Msigwa, wakati akizungumza na waandishi wa habari na kusema kuwa pesa hizo zaidi ya trilioni 1 ni kiashiria kuwa serikali ipo tayari kuunga mkono sekta ya michezo kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuelekea AFCON anafanya uwekezaji kwenye miundombinu ya michezo wa zaidi ya shilingi trilioni 1. Haijawahi kutokea hata kwa nusu yake, hata kwa robo yake tangu hii nchi izaliwe. Kwa hiyo kwa upande wa serikali utayari upo tayari. Sasa ni wadau kutumia fursa ambazo serikali inazitengeneza kuzigeuza kuwa biashara na uwezeshaji kwao ili waweze kuzalisha zaidi. Katika hatua nyingine, Grayson Msigwa ameeleza namna ambavyo ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa unavyoendelea katika zoezi la ufungaji viti vipya sambamba na maeneo mengine, huku akiwatoa hofu wapenzi wa soka nchini juu ya kukamilika kwa uwanja huo. Ufungaji wa viti uwanja wa Benjamin Mkapa ni sehemu ya programu ya mkandarasi ya ujenzi wa uwanja, na ufungaji wa viti ilikuwa ni zoezi la mwisho kabisa la kumalizia, sababu ukarabati kwa ujumla wake umefika 80%. Sasa hivi mkandarasi anafunga viti, ameleta viti 40,000, vinakuja kwa makundi kwa sababu huwezi kuvileta vyote kwa mara moja, utakosa pa kuviweka. Vinakuja kwa makundi, kwa hivyo vimekuja 40,000, bado 22,000. Ameanza kufunga mpaka leo alikuwa ameshafunga viti takriban 20,000 na kazi inaendelea. Tumeamua rangi za viti ziakisi rangi za bendera yetu ya taifa. Fahamu kwamba tumepata changamoto ya pitch, lakini naomba niwaambie Watanzania, pitch kwanza haikuwa sehemu ya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa ulikarabatiwa kwa eneo la pitch na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF mwaka 2023. Na CAF walituambia kwamba pitch ile inaweza kudumu kwa miaka 2 na baada ya miaka 2 baada ya CHAN tuibadilishe. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Upande wa mchezo wa masumbwi, bondia wa Tanzania Juma Choki usiku huu anatarajia kupanda ulingoni dhidi ya bondia wa Ufilipino Brax Piala katika hatua ya 32 bora kwenye mashindano ya ngumi za dunia yanayofanyika Riyadh nchini Saudi Arabia. Choki anatumia video kuomba Watanzania kumwombea dua ili aweze kufanya vizuri na kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Takwimu lakini za mtandaoni zinaonesha hili ni pambano lake la pili la kimataifa baada ya kuwahi kucheza moja ya Dubai dhidi ya bondia Abdulaziz Sarabin wa huko Uganda na kushinda katika pambano hilo. Juma Choki amecheza jumla ya mapambano 10 na kati ya hayo ameshinda 9 na kupata sare 1. Anakutana na mpinzani ambaye pia amecheza mapambano 11 na kati ya hayo ameshinda 9 na kupoteza 2. Katika yote kwa yote, Baraza la Michezo la Taifa BMT lenyewe limemtakia kila la kheri bondia huyo kuhakikisha anawakilisha vyema taifa letu la Tanzania hasa katika ulimwengu wa masumbwi. Kwingineko, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeandaa maonesho ya kitaifa ya kazi ya utamaduni na sanaa yatakayofanyika Aprili 24 hadi 30 mwaka 2025 katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam kwa lengo tu la kukuza soka la sanaa ndani na nje ya nchi. Maonesho hayo yatashirikisha wasanii wa fani mbalimbali, wageni kutoka Kenya, Kongo, Burundi pamoja na Uganda. Yatafunguliwa na Waziri Profesa Palamagamba Kabudi na kufungwa na Naibu Waziri Mkuu Daktari Doto Biteko, huku CRDB wao wakiwa ni mdhamini mkuu na wadau wa sanaa wakihamasishwa kushiriki kwa wingi. Lengo kuu la maonesho haya ya kitaifa ni kuimarisha mitandao ya kibiashara, kufahamiana, kujengeana uzoefu pamoja na kuimarisha masoko ya bidhaa za sanaa
ndani pamoja na nje ya nchi. Wadau watakaoshiriki katika maonesho haya ni wasanii na wabunifu kutoka maeneo ya filamu, muziki, sanaa za maonesho, lugha na fasihi pamoja na sanaa ya ufundi. Shughuli wanazozifanya zinaweza kufanyika vizuri kupitia mitandao ya kibenki. CRDB Bank tunajisikia fahari kubwa sana kushiriki katika haya maonyesho, na tutakuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama mkurugenzi alivyoongelea, na tunawakaribisha sana wasanii. Maana yake tukiwa pale moja kwa moja tunatengeneza network, tunatengeneza connection ambazo zinatusaidia kuweza kusogea mbele zaidi. Lakini kutakuwa na taasisi pale ambazo taasisi hizi zitakuwa zinatoa huduma za kiafya, lakini pia zinajengea uwezo na urasimishaji wa watu. Kwa hiyo mimi niwaombe wadau wote wajitokeze kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30. Namna hivyo, taarifa hiyo ndio inaelekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko kimataifa? Moja kwa moja tuungane na mchezo wetu Salum Pelembo. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Tutaangazia tamati ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Michezo ya marudiano ya hatua robo finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya imetamatika rasmi usiku wa jana, ambapo vigogo wa soka barani humo walikuwa vitani kuwania tiketi ya kusonga mbele hadi hatua nusu finali. Katika dimba la Santiago Bernabeu, Arsenal waliibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Real Madrid. Licha ya kushinda mchezo huo wa marudiano, The Gunners walikuwa na faida ya ushindi wa awali uliowapa jumla ya mabao 5-1 na hivyo kufuzu kwenye hatua nusu finali kwa mara ya kwanza baada ya miaka 16. Mara ya mwisho Arsenal walifika hatua hiyo ilikuwa msimu wa 2008-2009. Nao Inter Milan wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani Giuseppe Meazza walitoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya Bayern Munich. Matokeo hayo yaliwatosha kuwavusha hadi nusu finali kwa jumla ya mabao 4-3 wakitumia faida ya ushindi walioupata kwenye mchezo wa kwanza ugenini. Kwa matokeo hayo, hatua ya nusu finali itawakutanisha Arsenal dhidi ya Paris Saint-Germain PSG, na mchezo wa kwanza utapigwa Aprili 29 kwenye uwanja wa Emirates jijini London, huku mchezo wa marudiano ukitarajiwa kuchezwa Mei 7 katika dimba la Parc des Princes jijini Paris. Kwa upande mwingine, FC Barcelona wataanzia nyumbani dhidi ya Inter Milan katika mchezo wa kwanza utakaofanyika April 30 kwenye uwanja wa Stade Olympique Louis Company, huku mchezo wa marudiano ukipangwa kuchezwa Mei 6 kwenye dimba la Giuseppe Meazza jijini Milan. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Shukrani Salum Pelembo kwa taarifa hizo za michezo katika anga la kimataifa. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Kwenye burudani, katika harambee ambayo imefanyika Mlimani City hapa jijini Dar es Salaam, kikundi cha uimbaji wa nyimbo za Injili Zabron Singer chenye lengo la kujenga kituo chao cha kijamii wilayani Kahama wamepata msaada wa ujenzi kutoka kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyechangia kundi hilo kiasi cha shilingi milioni 30. Harambee hiyo iliwakilishwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye alimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan. Mkuu wa kiroho wa kundi hilo ambaye anaitwa Victoria Zabron, yeye amemshukuru Rais Samia akisema kuwa mchango huo umewagusa kwa namna ya kipekee, kwani itasaidia kujenga kituo ambacho kitakuwa na ukumbi wa mazoezi ya muziki, madarasa ya muziki, studio ya muziki, lengo likiwa ni kuwasaidia vijana na watoto wenye vipaji vya kuimba na kutimiza ndoto zao. Kwa upande wake, Profesa Palamagamba Kabudi ametoa rai kwa niaba ya Rais Samia akisema serikali ipo bega kwa bega kutoa ushirikiano na kuwezesha waimbaji wote wa muziki wa Injili kipindi wanapohitaji chochote kutoka kwenye wizara, huku akiwapongeza kwa wazo hilo ambalo litaleta ajira na kukuza vipaji kwa vijana wengi hapa nchini. Namna hivyo naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba kutoka mtandaoni, na hii moja ya tukio linatoka huko nchini Brazil, ambapo ni moja ya programu imezua mjadala kuhusu wafungwa kunufaika kwa kupunguziwa kifungo kwa siku 4 baada ya kusoma kila kitabu kwa mwaka mmoja. Imeelezwa ili kutimiza au kunufaika na ofa hiyo, lazima mfungwa asome kazi za fasihi, falsafa au sayansi na wasilishe insha ambayo iliyoandikwa kwa mkono ikionyesha kuelewa kile ambacho
amekisoma. Mpango huo unaojulikana kama Ukombozi kupitia kusoma unalenga kuhimiza elimu na urekebishaji wa kusaidia wafungwa kuunganishwa tena katika jamii wakiwa na ujuzi bora na mtazamo mzuri zaidi tofauti na hapo awali. Na namna hivyo ndivyo ambavyo natamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima ya leo. Kumbuka mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Twende tukatamatishe habari yetu ya kutwa nzima na Lulu Ali. Channel 10 Plus. Namna hiyo mtazamaji, Winga Teleza, Witness Ngalawa anatuacha katika upande wa michezo na burudani, kukumbusha katika habari ya kutwa nzima ile ulikuwa nami Lulu Ali. Endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Lakini mara baada ya taarifa hii utabiri wa hali ya hewa wa masaa 24 zijazo utafuata. Kwa wakati mwingine, usiku mwema. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania na kuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Pwani ya Kaskazini, Morogoro, Lindi, Mtwara na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache. Wakati maeneo ya kati ya nchi, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo haya yatakuwa ni makavu. Siku ya kesho ni matarajio kuwa katika maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu, Shinyanga, Mara, Kigoma, Tabora, Katavi na yale maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro kutakuwa na hali ya mvua, wakati maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, hususan katika maeneo ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe pamoja na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo ya Singida, Dodoma, maeneo haya yatakuwa ni makavu kwa ujumla. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.